Karibuni tena mara nyingine ndani ya 044 TV. Kama ni mara kwanza na kuomba nipe support ya subscribe, like, comment, share. Niko na jambo mawili ambayo nataka kusungumuza kuhusu mambo ya mabadiliko ambayo inataka kufanywa katika kwenye mabarasa ya mawaziri ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto baada ya kifo ya marehemu Baba Raila Amolo Odinga. Na hii nataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto bila kumficha ya kwamba hata ufanye mabadiliko kiasi gani, ulete Gideon katika kwenye ndani ya serikali, ulete Sifuna, ulete Babu, ulete nani, bado utasonga ukielekea nyumbani, kwa sababu jambo haya mawili ambayo nataka kusungumuza ni jambo ambayo inagusa mwananchi zaidi. Number 1. Mheshimiwa Rais William Ruto ndio rais ya kwanza kutumia hujanja, na wacha niseme tena kwa lugha ya kisiasa, utapeli ya kisiasa. Utapeli ya kisiasa inamaanisha kwamba William Ruto alitumia jina ya hasla na matajiri bwenyenye. Kisha baada ya kuchaguliwa akasahau ya kwamba ile slogan alitumia ni slogan ya mwananchi maskini na wale matajiri wa taifa la Kenya. Therefore, wananchi wanaona ya kwamba William Ruto amewageuka. Wananchi wanaona kwamba William Ruto anafanya maslahi yake binafsi. Therefore, hayo maslahi yenye Mheshimiwa Rais anafanya hata lete nani kwa serikali. Hii ninarudia. Hata William Ruto alete Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai kwa serikali, bado William Ruto anasonga nyumbani. Ndugu zangu, ni uchungu wakati tunaenda kufanya mitihani wa kidato cha 4 na grade 6 na grade 9 junior secondary. Hiyo ni kitengo tatu ambayo ya elimu since tubadilishe curriculum ya elimu ya taifa la Kenya. Ndugu zangu, jambo la fedha ya kwamba capital ya education, hela ya kufadhili masomo wa taifa la Kenya, haijatumwa katika kwenye mashule. Shule zinefungwa, tunafanya mitihani, lakini capital ya education haipo, haiji. Pili, mambo ya mgomo ya lecturers. So wakati Mheshimiwa Ruto yuko mbioni kufanya mageuzi katika kwenye barasa ya mawaziri, unafaa kujiuliza kitu kimoja kama mwananchi. Mimi mwananchi kawaida ninafaidika wapi? Mimi mwananchi ule mdogo ninafaidikia nini wakati inaletwa Gideon kwa serikali, wakati inabadilishwa inaletwa watu wengine kusuka serikali kwa sababu Raila ambayo William Ruto alikuwa anategemea ametangulia mbele ya haki. Nikipenda kukumbusha UDA ama Kenya Kwanza government ya kwamba munaenda nyumbani. Aidha mulete nani kwa serikali, munaenda nyumbani kwa sababu mmegeuka ama mmekeuka mkataba kati yako na mwananchi kama serikali tendaji. Mheshimiwa Rais William Ruto nilitangulia kusema kwamba alichaguliwa kwa misingi ya wale umaskini na matajiri, na kafanikia kuhusu agenda kama hiyo. Jambo lingine, education sector imelala. Haiji. Serikali ya leo wanahua taaluma ya elimu. Serikali ya William Ruto anasambaratisha elimu, na elimu ni kitu msingi kwa Mkenya ama kwa mwananchi wowote katika kwenye zile nchi ambazo zimeendelea. So wakati Mheshimiwa Rais William Ruto capital ya education, pesa ya elimu ya kufadhili elimu haipo, haitumwi. Waziri wa elimu hadanganya kila mara akiitwa katika kwenye kamati ya elimu kule bungeni. Ndugu yangu Mkenya, mimi kama mjukuu wa bunduki, mtetezi kijana Uhuru Kenyatta, ningependa kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, ili huone ya kwamba wananchi watarudi kwako, ni sharti ufanye mali yale maagizo ama yale makubaliano mliomkubaliana na sisi kama mwananchi. Ulituambia kwamba hakuna siku mwananchi ya kawaida atakosa elimu, na ukasema kwamba utafanya juhudi ya kwamba wale maskini ambao wanafaa kusoma katika kwenye university wanao kusoma bila tatizo lolote. Umechaguliwa, tuko na shida ya elimu
chini ya uongozi wako kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Ruto, hata nani ulete kwa serikali lako Mheshimiwa Rais, baada utasonga 2027 unapelekwa nyumbani na sisi wapiga kura, kwa sababu we have nothing to lose. Tumepoteza ya kutosha tangu uchaguliwe, tangu kule kiapo kama rais wa Kenya, rais wa 5 wa Jamhuri wa taifa la Kenya. Mheshimiwa Ruto, elimu ni kitu ya maana. So ulete Gideon, baada utaenda nyumbani kwa sababu watoto wetu wamekwama. Nafikiria kwamba wanawe wa Gideon ama wajukuu wake wako na fedha ya kutosha kusomeshwa nao kama wanafunzi, kwa sababu baba yao na babu yao wako na fedha ya kutosha. Therefore, ubadilishe nani, ulete nani kwa serikali, bado utasefa 2027. Ningependa kuambia wa Kenya, it is our time to make change, and it is our time to make the right decision kuleta mageuzi ndani ya taifa la Kenya. Hakuna mwanasiasa wote ambaye atakaye kuja kutupigania, ila ni sisi wenyewe tutakayosimama kidete kuleta mageuzi, mabadiliko ndani ya serikali, kwa sababu serikali imelemewa na Mheshimiwa Rais na kuleta marafiki zake ambao ni bwenyenye kwa ajili ya kupapasa. Langu jina ni Mjukuu na hii ni 044 TV Kenya. Hapa nikufahamishe mengi inayojiri katika kwenye ulingo wa kisiasa.